Kwa ujumla, katika kipindi cha miaka minne, uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan umejitahidi kufanya uwekezaji mkubwa katika eneo la viwanda, na matokeo yake tumeshaanza kuyaona katika eneo la ukusanyaji wa kodi. Leo hii mamlaka yetu ya TRA imefikia viwango vya juu vya ukusanyaji wa kodi mpaka shilingi trilioni 3.2, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa. Ndani yake ukiangalia, kuna sehemu kubwa ya mchango unaotokana na kazi kubwa tuliyoifanya ya uwekezaji katika viwanda. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, haya nayo yasema kwamba tumepata matokeo makubwa, sio maneno matupu, na ningependa niwape takwimu kidogo za uwekezaji ulivyofanyika, na sehemu kubwa ya uwekezaji huu ukiwa unatokana na uwekezaji kwenye sekta ya viwanda. Katika kipindi cha miaka minne ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, yani kati ya mwaka 2021 mwezi Machi hadi Februari ya mwaka huu, yani mwezi uliopita, tumefanya uwekezaji wa miradi 2099 ambayo imesajiliwa kupitia kituo chetu cha uwekezaji Tanzania TIC, na miradi hii imetuletea jumla ya ajira 539,488 ambazo zimezalishwa na kutokana na uwekezaji huu. Sasa mitaji iliyowekeza ndani ya nchi ina thamani ya dola za Marekani bilioni 25.098 ambayo ni sawa na takriban shilingi trilioni 69 ambazo sasa zimewekeza katika kipindi hiki. Lakini miradi mipya ambayo imeanzishwa, tumeanzisha miradi 1982. Ile ya kwanza niliyokutajieni 2099 ni miradi tuliyosajili, lakini tumeanzisha miradi mipya 1982. Na katika hiyo kuna miradi ya ubia ambayo Watanzania wanashirikiana na wawekezaji kutoka maeneo mbalimbali duniani. Tumeanzisha miradi ya ubia 476, lakini miradi iliyohusisha upanuzi wa maeneo na yenyewe ipo kama 117. Tumepanua miradi ambayo tulikuwa nayo, lakini pia miradi ya Watanzania, na hili ni eneo muhimu. Maana watu wengi wanadhani kwamba tunavyohimiza uwekezaji wa viwanda basi sisi tunashughulika na Wachina na wazungu na wageni tu, lakini kuna Watanzania wanaanzisha miradi, na ningependa kutoa wito kwa wawekezaji wa Tanzania, tuchangamkie eneo la uwekezaji wa kimkakati. Wageni wanakuja wengi na wanafurahi kwamba na Watanzania nao wameanza kujitokeza. Sasa katika miradi hii 1982 Watanzania nao wamejitokeza, wamewekeza kwenye miradi 719. Kwa hiyo na sisi tuna share ya kutosha katika miradi inayoanzishwa. Wageni wao wana kama 904, na tunaelewa, na kadiri tunavyokwenda bila shaka tutaendelea kuongeza idadi ya Watanzania ambao wanawekeza katika viwanda.